Haya, mtazamaji wa Channel 10, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, na tulikueleza kwamba tuko na wageni hapa ndani ya studio, na kubwa zaidi ambao tunazungumza kwa siku hii ya leo, nisipoteze sana muda, ni siku muhimu sana mtazamaji, siku muhimu sana ambayo mara nyingi tumekuwa sisi kama Channel 10 tukitoa elimu juu ya siku hii. Nadhani hata mwaka jana tulifanya hapa, lakini mara hii tena tumerejea kwa ajili ya kuweza kuifanya kipindi kwa ajili ya siku hii. Tunazungumzia kauli mbiu siku ya Down syndrome duniani. Nadhani kwa watu ambao wana elimu kidogo juu ya hiki kitu watakuwa wameshanielewa kile ambacho tunakizungumza hapa ndani ya studio, lakini katika mazungumzo yetu niko na Sarapendo Urio ambaye ni mwalimu wa elimu maalum, lakini pia ni katibu wa Down syndrome Tanzania. Karibu sana ndani ya studio. Sana. Lakini pia niko na Bi Zainab Juma ambaye ni mzazi wa mtoto Amina Shaaban ambaye ni mtoto mwenye Down syndrome. Kwa hivyo imebidi tuje na ule uhalisia wa kile ambacho tunakizungumza, na mtoto mwenye Down syndrome yuko hapa. Karibu sana Bi Sarapendo. Tuanze kwanza kuzungumza kwa habari ya siku hii kabla tujaenda huko kuangalia vitu vingine. Karibu. Sawa. Asante sana ndugu mtangazaji. Nitaanza kuzungumzia kwa habari ya Down syndrome. Down syndrome kwanza kabisa maana yake ni hali ambayo anayo mtu, sio ugonjwa kama vingine, kama ambavyo watu wengine wanadhani ni ugonjwa. Sio ugonjwa, ila ni hali ambayo anazaliwa mtu toka kuzaliwa kwake, na muonekano wake kama ambavyo unamwona binti yetu hapa, wanakuwa na uso tambaa, shingo inakuwa fupi na ulimi unakuwa unajaa, na vidole vya mikono vinakuwa vifupi, na unakuta kwamba kidole gumba kinakuwa mbali zaidi na vidole vingine. Kwa hiyo walio wengi yani wanakuwa wana mfanano, awe wa kiume awe wa kike, na kabila zote, yani hakuna cha kusema huyu ni mzungu au huyu ni Mwafrika, wanakuwa wana sura zinazofanana. Nini mshawahi kufanya utafiti mkajua nini huwa inasababisha? Okay, kinachosababisha ni katika uumbaji. Mtu anapozaliwa anakuwa na chromosomes 46. Hivyo ni katika hali ya uumbaji. Mama anakuwa anatoa chromosomes 23 na baba 23, inakuwa 46. Lakini pale inapoongezeka inakuwa 47, ndio inatokea ile hali ya Down syndrome. Na hali hiyo huwa inasababisha ubongo wake au akili yake kuwa na uwezo tofauti na ule wa hali ya kawaida. Kwa hiyo kila kitu anachokifanya anakuwa anachelewa kwa sababu ya ile hali ya uwezo wa akili yake. Lakini ufahamu anakuwa nao, ni vile tu kwamba adapt vitu taratibu. Anajifunza taratibu sana. Ndio kabisa sana. Na huwa inaweza kuzuilika, au kuna namna unaweza kusema wazazi hawa wanaotarajia labda kupata mtoto wakafanya vitu kabla hawajapata huo mtoto ili kuepuka hii kitu, au ni kitu tu huwa inatokea? Hichi ni kitu ambacho kinatokea na huwa hakizuiliki, ila ingekuwa ni vizuri zaidi, na ndio hilo ombi letu sisi watetezi hawa wa watu wenye Down syndrome, kwamba ingekuwa ni vizuri zaidi mama anapokuwa mjamzito basi aambiwe kwamba una mtoto ambaye tumboni ni Down syndrome. Kwa hiyo unaonekana kabisa tangu akiwa wanaonekana. Akishaambiwa sasa hali hiyo, anakuwa tayari kupokea mtoto wa jinsio na anaandaa kisaikolojia. Na hata anapozaliwa aelezwe kabisa huyu mtoto ana changamoto hii na hii na hii, ili katika makuzi yake huyo mama asipate maswali mengi sana na kujiuliza, anakuwa yuko tayari kuweza kumhudumia katika maisha yake. Na kwa Tanzania sisi hali yao ikoje hawa watu ambao wamezaliwa kwenye mfumo huu, pengine na namna gani ambavyo mmekuwa mkiwapambania, na pengine kuna changamoto zozote ambazo wanazipata kwenye jamii? Kwa sababu tunafahamu jamii yetu sisi, tuzungumzie sisi wa Tanzania, ni wale watu ambao vitu ambavyo ni sio vya kawaida, vinaonekana sio vya kawaida, huwa tunavichukulia kwenye maono hasi kidogo. Okay.
Katika taifa letu la Tanzania, kwanza kabisa hatuna idadi kamili ambayo tunaweza tukajua kwamba hawa watu wenye Down syndrome wako wangapi. Ni wito wetu pia ifike mahali tuwe na sensa ya hawa watu wenye Down syndrome kwamba wako wangapi. Ukisha wajua wako wangapi, ni rahisi hata kuwahudumia na kupanga mipango yao ya maendeleo. Na changamoto wanazo sana. Hawa changamoto wanazo kwa sababu wanapozaliwa, walio wengi wanazaliwa wakiwa na matundu kwenye moyo. Matundu. Matundu kwenye moyo. Kwa hiyo huwa inasababisha wahitaji huduma ya kufanyiwa operation katika moyo. Na kama unavyojua, wazazi wengi wanakuwa hawana uwezo wa gharama zile kuhudumia matibabu hayo. Kwa hiyo wito wetu kwamba wanapokuwa na changamoto kama hizo, basi tunahitaji kwamba wapewe bima za afya na wapewe matibabu bure ili kuweza kupunguza yale makali ya huduma hasa kwa wazazi. Nimesikia kwenye chama chenu hiki kitu mkikizungumza kwa muda mrefu. Mara nyingi kila mwaka mnakizungumza. Nini kinakwamisha? Kwa nini kinakwamisha yasifikiwe hayo mahitaji ambayo mmekuwa mkiwasilisha kwa mamlaka? Okay, ni sawa kabisa. Unajua nini? Kwa sababu mpaka dakika hii hata taifa kwa ujumla wanaofahamu kwa habari ya Down syndrome ni wachache sana. Labda ni hawa ambao kama unavyoona kwamba tumezungumza leo hivi na wewe umeshatambua Down syndrome ni nini na inahitajika nini, na wale wachache wanaosikiliza. Lakini walio wengi watu bado hawajajua kabisa Down syndrome ni nini. Wengine wanasema kwani ni ugonjwa gani? Kwani matatizo gani hayo? Inakuwaje? Yani hawaelewi. Kwa hiyo tunapaza sauti kila inapoitwa leo, kila mmoja aweze kuelewa na kutambua. Yamkini hata na kule vijijini hawaelewi. Kwa hiyo inatakiwa wakishatambua, akipata mtoto kama huyo au kama anaye kama huyo, atakuwa anajua kwamba nina mtoto wa jinsi gani na natakiwa kumlea kwa namna gani. Asante sana katibu. Ngoja sasa niende kwa mzazi Bi Zainab Juma ambaye ni mzazi wa mtoto Amina ambaye tuko naye hapa mwenye Down syndrome. Mama, karibu sana. Asante sana. Hivi ulivyopata huyu mtoto ukaona yuko kwenye hali hii, kwanza nini kitu cha kwanza ulifikiria na ulikuwa katika hali gani? Pengine kabla hatujaja kwenye maisha anayoishi na ukuaji wake mpaka amefikia umri huu. Katibu ametueleza wana changamoto. Ni wazi kwamba mpaka huyu binti kufikia umri huu kuna changamoto nyingi ambazo amezipitia. Karibu. Nilipomzaa mtoto huyu nilikuja nikawa najiuliza maswali mengi, nikawa sielewi tatizo nini. Ilikuwa nakuwa nikienda hospitali nikiwaambia sielewi, hawanieleweshi kama huyu mtoto anaumwa kitu gani. Unaona? Akaja mtoto nikampeleka, baada ya kujifungua nikampeleka hospitali. Nilipompeleka hospitali kule wakimwangalia, wakawa manesi wale hawaelewi. Sasa nikashangaa, nikasema mtoto huyu ana tatizo gani? Baada ya kuzaliwa akawa anazidi kupungua, anaumwa. Kila nikimpeleka hospitali mtoto anazidi kubadilika. Ukuaji wake unakuwa uko hafifu, chini sana. Baadaye tena hapo ndo akaniambia kwamba niende CCBRT, wakasema kwamba huyu mtoto anatakiwa afanywe mazoezi. Nikampeleka CCBRT kule akawa anafanywa mazoezi. Kwa bahati nzuri kuna kituo kimoja kiko pale Madi Matitu, kinaitwa Matumaini Center. Kwa hiyo kuna sister moja Diana alitusaidia sana, alijenga holu. Kwa hiyo watoto pale walemavu wote wanafanywa mazoezi pale mpaka akafikia kutembea. Alipotembea basi akawa anaendelea mtoto, nikamwona ukuaji wake tofauti na wenzie. Mtoto anakuwa naona tofauti na wenzie, uongeaji wake naona tofauti na wenzie. Baadaye tena ndo nikaja nikagundua kwamba nikaambiwa mtoto ana Down syndrome. Samahani kwa maswali nitakayo kuuliza kwa sababu lengo ni kupeleka elimu na kuwarahisishia kazi hawa watu wenye hiki chama. Sababu ni chama ambacho, mtazamaji, ni moja ya chama ambacho wanawatetea sana hawa watu, lakini wanapitia changamoto nyingi sana hata wao kwenye kuwapambania hawa watu. Jamii inakuchukuliaje
ama jamii inamchukuliaje huyu mtoto pale unapoishi mpaka sasa hivi? Walimpokea vipi ambavyo baada ya kuanza kumgundua kwamba kuna mtoto wa namna hii katika jamii, kuanzia ngazi ya familia yako kwako wewe upande wa mama, lakini pia hata huko kwa baba yake? Walimpokea vile kwa 100%, wakamkubali kwamba mtoto wetu ana changamoto hii, na jamii inaishi naye vipi huyu mtoto? Kwa kusema ukweli, pale jamii ilimchukulia kwamba kwa 100% walikuwa wameshamzoea na wamekuwa yani akiwa, kwa mfano kama nikimuacha hivi nyumbani, wanakuwa wanamuelewa kwamba huyu mtoto huyu ana tatizo fulani. Changamoto inakuja kwa watoto ambao kama hivi unataka kutoka, kwa hiyo mtoto anakuwa anahangaika. Lakini sasa kwa vile pale jamii inamuelewa, likitokea tatizo lolote wananisaidia. Wanaelewa kwa 100%, wanamuelewa na wameshamzoea, wanajua kwamba mtoto ana tatizo gani. Wanamuelewa. Sawa. Kwa hiyo hakuna masuala ya kumnyanyapaa, anaishi vizuri tu na jamii. Anaishi vizuri. Kwa kusema ukweli, pale ninapoishi pale wanampenda sana. Sawa sawa. Naam, ngoja nirudi kwa katibu. Turudi sasa kwenye theme yetu ya siku hii ya leo ambayo tunaizungumzia. Maadhimisho ya hii siku. Ni siku gani pengine, na kitaifa inafanyikia wapi, na nini ambacho kimebebwa katika maadhimisho ya mwaka huu, na kauli mbiu yake ni nini? Sawa. Asante. Siku hii ya maadhimisho ya Down syndrome inafanyika dunia nzima kila tarehe 21 mwezi wa 3. Dunia nzima wanakuwa wana maadhimisho haya, na maadhimisho haya yanakuwa yanalenga kuelimisha jamii na kukuza ufahamu juu ya watu wenye Down syndrome. Kukuza ufahamu, kama ambavyo nilikwambia kwamba wengine mpaka dakika hii hawaelewi Down syndrome ni nini, na wakati mwingine wanasema Down syndrome kwa Kiswahili ni nini. Yani ndo tunakuwa tunakuza ufahamu kwa jamii nzima. Na kwa taifa letu mwaka huu inafanyika Mwanza tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu inafanyika Mwanza, na kauli mbiu inasema kwamba mifumo ya huduma ya kutuwezesha iboreshwe. Yaani wanaosema ya kutuwezesha ni hao watu wenye Down syndrome ambao sisi tunawasemea kwamba mifumo ya huduma za kutuwezesha iboreshwe. Na mifumo yenyewe ni kwa mfano kwenye afya, labda nizungumzie kwa upande wa afya. Mfumo wa kuwatambua hawa watoto katika yani katika hali ya mapema kabisa, watambuliwe mapema kabisa, sio nyakati hizo wameshakuwa changamoto wameshazipita katika hali ngumu. Kwa hiyo watambuliwe mapema kabisa, kama ambavyo nimekuambia mwanzoni, hata wakati bado yuko tumboni na hata anapozaliwa atambuliwe na aweze kuanza kuhudumiwa mapema. Vile vile katika afya iboreshwe, kwamba kwa sababu ya mazingira ambayo niliyasema kwamba wanakuwa na changamoto ya kiafya, basi wapewe bima ya afya na matibabu bure kutegemeana na mazingira yao. Alafu vile vile kwa upande wa afya kwa upande wa afya hawa watoto kwamba hawa ambao wanahusika kwenye mazingira ya hospitali, yani tuseme madaktari, wawafundishe wazazi, wawape elimu wazazi ni namna gani wanaweza wakawalea hawa watoto, ni namna gani wanaweza kuwahendo, na hata kama wanapewa kliniki basi wawapeleke kwa muda sahihi. Hilo ni kwa upande wa afya. Kwa upande wa elimu, hawa watoto wanatakiwa wahusishwe sana na elimu ya vitendo zaidi, kwa sababu uwezo wao wa kujifunza unakuwa ni kazi ngumu sana. Mimi nilikuwa mwalimu, nimeona mazingira waliokuwa nayo. Kwa hiyo wanajifunza kwa vitendo zaidi, na anapokuwepo nyumbani ashirikishwe tu vitu mbalimbali vinavyofanyika kila siku pale nyumbani, ajumuishwe na yeye kuvifanya hivyo vitu, kama ni hali ya kufagia, kufua, kunyosha na kadhalika. Lakini pia anapoanza kwenda shule
ni muhimu sana apitie kwenye kituo cha uchunguzi au kituo cha kupimwa au upimaji. Wenzetu wanasema assessment center, kwa sababu anapofika pale wanaangalia uwezo wake. Je, huyu anaweza kaingia darasa lipi? Huwa hawaendi tu kama vile darasa la kwanza, wanapoenda darasa la kwanza wanaanzia mwanzo. Hawa huwa baada ya upimaji wanaweza kujua kwamba huyu ataingia hatua ya kwanza, ataingia hatua ya pili au hatua ya tatu, kutegemea na uwezo wake. Kwa hiyo anapofika kule anatakiwa pia afundishwe kwa vitendo zaidi na kwa kuanzia ngazi ya msingi na elimu ya juu. Elimu ya juu nikiwa na maana kwamba hawa hawafiki mpaka sekondari kutegemeana na hali yao ya ufahamu au chuo kikuu. Lakini sekondari au chuo itakuja hapa kwamba vipangwe kazi za mikono au kazi za kiufundi zipangwe kutoka rahisi kwenda ngumu zaidi. Kwa hiyo zinapangwa hizi za shule ya msingi, hizi za sekondari, hizi za chuo, kutegemeana na ugumu wa zile kazi za kufanya kwa vitendo, sio kwa kusoma. Na hivi huwa hakuna namna anaweza akapona, yani baadaye akawa hakuna wale ambao wapo ambao anajitegemea yeye mwenyewe, pamoja na kwamba amepata hiyo misaada, amepita hiyo madarasa ya misaada ambao unayasema kuweza kumsaidia kufika sehemu fulani na akatambua vitu, pamoja na kwamba anatambua kwa kujifunza taratibu sana. Wapo ambao ana uwezo wa kujisimamia yeye mwenyewe au ni vile tu kwamba jamii inatakiwa iwe naye karibu maisha yake yote? Inatakiwa jamii iwe naye karibu, lakini wapo ambao wanaweza akiwezeshwa. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Hii hali ya Down syndrome ni ulemavu wa akili. Ulemavu wa akili ni kwamba uwezo wa akili unakuwa taratibu, si kwa haraka kama ambavyo hawa kawaida walivyo. Unakuta umri wake ni tofauti na umri wa ubongo wake. Kwa hiyo sasa atakuwa mkubwa na uwezo wake wa kufikiri au wa kuelewa mambo unazidi kuongezeka taratibu taratibu. Kwa maana hiyo sasa hata wanapofundishwa vitu wanaelewa na wanafanya. Kwa hiyo tunapokuwa karibu nao kuelekeza, wanaweza wakafanya hayo mambo yote. Na nini tunatarajia katika maadhimisho haya siku ya tarehe 21, wakati tunaelekea kumaliza ili nisiwachoshe wakapumzike pia? Nini tunatarajia katika hii siku? Karibu. Asante sana. Sisi tunatarajia wahudhuriaji wengi. Tunatarajia wahudhuriaji wengi na tunawaalika hasa wale walioko Mwanza na walioko mikoani, tunawakaribisha pia kwenye ile siku ya Down syndrome. Nafikiri watakapofika pale wataelewa hata yale mambo yatakayozungumziwa, wataona watoto na kazi zao za mikono wanazozifanya, watazielewa. Na tutakuwa na mgeni wetu rasmi ambaye itakuwa ni Mheshimiwa Diwani Kikwete. Kwa hiyo na mtafanyia wapi? Tunafanyia Mwanza. Mwanza sehemu gani? Kwenye uwanja upi? Viwanja vya Furahisha, Ilemela. Ilemela, jirani na Kirumba hapo pembeni tu hapo. Ndio. Sawa, ina maana kwa watu ambao ni jirani na mkoa wa Mwanza, Musoma kule unaweza ukaja, Kahama, Tabora, uliopo Singida, mtazamaji hata aliyepo Dodoma sio mbali, anaweza akasogea kabisa akaenda mkaona kitu gani ambacho kinaenda kufanyika. Nini ujumbe wake kwa jamii? Ujumbe wangu kwa jamii, kwa hawa watoto wenye Down syndrome, wasifichwe. Wazazi wengine wanawaficha na inashangaza, wazazi wengine wanawaonea aibu. Hawezi kusema huyu ni mtoto wangu kwa sababu eti ana Down syndrome, ana ulemavu fulani. Kwa hiyo kazi yake ni kumficha. Unapomwambia mjumuishe na wenzake, hataki. Kwa hiyo unakuta kwamba anakuwa anamkosesha mtoto haki yake ya kimsingi. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba watoto hawa wasifichwe, wajumuishwe na wenzao katika jamii kwa ujumla. Sawa, labda kuna jambo lingine la kumalizia? Naomba nitaje namba za simu. Na kwa ajili ya, unaweza kuambia watazamaji nataja namba hii kwa ajili ya kitu fulani? Nataja namba za simu kwa ajili kama wana maswali au kama, kwa sababu hiki kipindi kinakuwa ni kifupi sana. Labda mtu ana swali, basi anaweza kapiga baadaye tukamwelewesha. Au kuna mtoto amefichwa, natakiwa mumsaidie nyinyi. Na kama kuna jirani yupo, jirani yake kamficha mtoto wake, atasema fulani kamficha mtoto, maana aliyemficha hawezi kujisema. Sawa. Hawezi kujisema. Karibu, taje tu namba. Asante. Namba zifuatazo
wanaweza kuzitumia 0762 055 673. Nairudia tena 0762 055 673. Na nyingine 0713 5 00095. Sawa. Na nyingine tena 0679 44 7527. Sawa. Kwa hiyo katika mazungumzo haya, kama kuna mtu atakuwa na swali au kuna mtu anataka kuelewa itakuwaje kuhusu maadhimisho ya mwaka huu Mwanza, atapiga simu, tutamuelewesha. Sawa. Na utaratibu wa namna ya kushiriki. Sio. Mama Bi Zainab, kwa sekunde chache unaiambia nini jamii? Hasa ambayo ina maono tofauti juu ya hawa watoto wanaozaliwa kwa hali hii. Mimi nilikuwa naambia jamii kwamba endapo umezaa mtoto mwenye matatizo kama haya ya Down syndrome, usimfiche ndani. Na vile vile nilikuwa naomba kwamba mtoto kama akikuwa ana uwezo wa kwenda shule, mpeleke shule. Zipo za shule maalum ambazo zipo zinasoma. Kama mimi mwanangu anasoma shule maalum, ili muwezesha changanyike na wenzie katika jamii, ili awazoee wenzie. Ndio hivyo, nilikuwa naomba ombi langu hilo. Sawa, nakushukuru sana. Mtazamaji, nilikuwa na ugeni hapa mzito tu, lakini tunazungumzia kauli mbiu siku ya Down syndrome duniani ambayo kitaifa inafanyikia Mwanza katika viwanja vya Furahisha, na uzuri wake ni viwanja vya wazi tu, sio kwamba mpaka uanze kutafuta namna ya kuweza kupita geti. Ni viwanja viko wazi kwa wale ambao wako Mwanza na vifahamu vizuri. Nilikuwa na Bi Sarapendo Urio ambaye ni mwalimu wa elimu maalum, lakini pia ni katibu wa Down syndrome Tanzania. Kaizungumzia vizuri sana Down syndrome, lakini pia kuelekea maadhimisho haya tarehe 21 mwezi huu. Amina Shabani ambaye ni mtoto, yeye amekuja hapa kama mfano halisi na umeweza kumuona, ambaye ni ana Down syndrome, lakini pia mama yake mzazi ambaye ni Bi Zainab Juma, mzazi wa mtoto huyu Amina. Mimi napata mapumziko mafupi hapa kwa niaba ya Dorcas. Sisi tutarejea tena baadaye mara baada ya habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama channel 10. Yerere mama fundi mwanamke bora, fundi wa mengi yerere, fundi wa futari, mwanamke fundi ni wewe mama, wewe mama Mwanamke fundi 2025, mkali wa futari.